Mheshimiwa Mwita Waitara, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna baadhi ya maeneo wale watoto ambao wazazi wao au walezi wa kufanikiwa kuchanga chakula, wakati wenzao wanakula wanafungiwa kwenye chumba fulani, wenzao wakimaliza kula wanawafungulia, wanaenda kuwafundisha, jambo ambalo kisaikolojia mtoto huyu hawezi kuelewa kabisa kwa namna. Je, nini kauli ya serikali kama maeneo ambayo kuna vitendo hivi vya udhalilishaji kufanyika dhidi ya wanafunzi hao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza jambo hilo nimelipata hapa kwa Mheshimiwa Waitara na naomba nilipokee. Tutafuatilia kuona shule zipi ambazo zinafanya utaratibu huo, kwa sababu utaratibu huo haukubaliki na wala si wa kiungwana, na nafikiri unakwenda hata kinyume na haki za mtoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nakuhakikishia Mheshimiwa Bunge tunalipokea, lakini nitoe maelekezo kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, kwamba wakuu wa shule, wakurugenzi na viongozi wote kwenye mamlaka za mitaa na mikoa yetu wahakikisha wanafuatilia kwa karibu swala la chakula cha wanafunzi mashuleni, ili waweze kuwa na afya njema na wajifunze vizuri, na utaratibu wa wazazi, kama wazazi wanachangia katika maeneo hayo, uwekwe vizuri kwa kila mzazi kushiriki kwa namna inavyowezekana, ili mtoto apate haki sawa na watoto wote wapate chakula shule na waweze kupata masomo kwa usawa unaotakiwa.